Uhari gani mpenzi mtazamaji wa Nyikani TV Afrika. Asante kwa kuendelea kututazama. Asante kwa kuendelea kufuatilia mambo mbalimbali hapa Nyikani TV Afrika. Dada yangu, kaka yangu, mdogo wangu, baba yangu, mama yangu. Asante kwa yote. Na kwa wale ambao hawajasubscribe, naomba waendelee kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare taarifa kutoka hapa Nyikani TV Afrika. Boniface Anyisire Mwabukusi anasema kwamba mambo ya msingi ya mabadiliko katika kuliponya taifa. Ameweka mambo sita hapa ambayo ameeleza kwa kina ama kinaga ubaga. Na msimulizi wako langu jina ni Gordon Kalulunga. Naomba fuatana nami. Jambo la kwanza, anasema katiba mpya inayotokana na maoni ya wote. Tunahitaji katiba mpya iliyoandaliwa kwa uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wote, si ya wanasiasa peke yao. Hii katiba lazima iwe mwongozo wa haki, usawa, wajibikaji na ulinzi wa kila raia bila upendeleo. Jambo la pili, anasema kwamba uhuru, usalama na haki ya kupata taarifa sahihi. Kila mwananchi anapaswa kuwa na hakikisho la uhai na usalama wake, bila hofu ya kutekwa, kupotezwa au kushambuliwa. Wakili Mwabukusi anasema aidha, kila tukio linalohusu uhai wa binadamu lazima litolewe taarifa kwa uwazi na mamlaka husika, ili familia na taifa kwa ujumla lijue kilichotokea na kuchukua hatua stahiki. Jambo la tatu, wakili Mwabukusi anaeleza kwamba mwafaka wa kitaifa kwa maridhiano ya kihistoria ni lazima tufikie makubaliano ya kweli ya kitaifa yanayojumuisha vyama vyote vikuu vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na sekta binafsi, mwafaka utakaokomesha siasa za visasi na kuandaa njia mpya ya mshikamano wa taifa. Jambo la nne, anasema mfumo mpya wa uajiri na uteuzi serikalini. Tunahitaji chombo huru cha kisheria kinachoratibu na kusimamia mchakato wa ushindani wa wazi katika kupata viongozi na watendaji wa taasisi kuu za umma. Uteuzi usitokane na upendeleo wa kisiasa, bali uwezo, uadilifu na weledi. Jambo la tano, wakili Mwabukusi anaeleza kwamba kuondoa mashauri ya kisiasa mahakamani. Mashauri yote ya jinai na madai yanayoibuliwa kwa sababu za kisiasa yanapaswa kuondolewa mahakamani ili kuepusha matumizi ya mahakama kama chombo cha kulipiza kisasi na kudhibiti wapinzani wa kisiasa. Jambo la sita, anamalizia wakili Mwabukusi kwa kusema kuanzishwa kwa tume jumuishi ya kitaifa, akieleza kwamba tume ya kisheria na yenyewe uwakilishi mpana iundwe ili kuratibu hatua za kupatikana kwa mwafaka na maridhiano ya kitaifa kabla ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya na marekebisho ya sheria. Anasema tume hii iwe na mamlaka, bajeti na mpango kazi wa wazi unaojulikana kwa umma. BK Mwabukusi hapa ameambatanisha na picha kadhaa za watu ambao wanadaiwa kupotea ama kuuawa kwa namna moja ama nyingine. Lakini je, nini hatima ya maoni haya? Je, maoni haya yatasikilizwa na nani? Je, maoni haya yatapokelewa na nani na kutekelezwa? Tusubiri wakati.